Mambo, leo tuongelee kuhusu kuwa na mawazo chanya, kuwa positive kwenye mawazo yako na kuwa na imani nzuri, kujiamini kwenye jambo lolote lile ambalo unalitaka. Naposema hivi namaanisha kwamba imani ni kuwa na uhakika wa jambo lolote unalolitaka, unalolitarajia. Jambo ambalo bado halijatokea, jambo ambalo unalitazamia mbeleni, lipo kwenye future yako, lakini sasa inabidi hapa sasa hivi ulivyo uwe una uhakika kwamba hilo jambo linaweza kabisa kutokea. Hilo jambo lipo. Kwa sababu tu umeweza kuliona kwenye akili yako, pia unaweza kuliona kwenye maisha yako. Kama hilo jambo kwenye akili yako na mawazo yako halionekaniki vizuri, maana kitu cha muhimu ni kwamba lazima kwenye akili yako liwe very clear, lionekane. Alafu sasa uwe una imani kubwa kwamba hicho kitu kitatokea, kipo na kionekane vizuri kwenye fikra zako. Lakini kama kitu unakiona kwenye fikra zako, maana fikra inaweza ikaona chochote, inaweza ikakupeleka popote. Kwa kutafakari tu unaweza ukafika mahali popote kwa kihisia. Kwa hiyo kwenye fikra zako kama unaona kitu lakini una mashaka kwamba hichi kitu sio kama kitawezekana. Unafikiria jambo lakini unaona kwamba hichi kitu ni kikubwa sana kuliko mimi nilivyo, yani uwezo kukifikia ni mdogo. Kama kwenye fikra zako unawaza hivyo, tayari ni kwamba hauna uhakika, hauna imani nacho. Kwa hiyo nazungumzia kitu ambacho unatakiwa uwe na imani nacho. Na kama kitu unakitaka na hauna imani nacho kama hivi, basi inabidi kwanza uanze kutengeneza kwenye fikra zako. Uanze kujenga hiyo imani. Uanze kukubali kwamba hichi kitu kinawezekana. Na mpaka ufikie hatua ya kukubali kwamba kinawezekana, lazima kwanza ujikubali wewe. Yaani lazima ujione kwamba wewe ni mkubwa. Ujione una nguvu. Unaona vitu vingine vikubwa sana kutokea kwenye maisha yako kwa sababu tayari umejidogosha, umejiona hufai, yaani wewe mwenyewe hujipendi. Unajua kitu unachokipenda unakipa ukubwa, unakipa umuhimu, unakithamini, unaona kwamba hichi kitu kina nguvu kwa sababu unakipenda. Kwa hiyo kama unaona baadhi ya vitu unavitaka kwenye maisha, lakini kwenye akili yako ukiwaza unaona kwamba kwako haviwezekani, maana yake ni kwamba kuna shida kwanza kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima ufanyie kazi kwanza imani yako juu ya wewe. Unajiamini, unajikubali, unajithamini, unajipenda kiasi gani, yaani unajipa umuhimu kiasi gani kwenye maisha. Unajiweka wewe ni namba 1, unajiona kwamba una uwezo. Na kama hujioni kama una uwezo, maana inabidi sasa uanze kujijengea uwezo. Ujipatie hiyo nguvu. Angalau hata kwa kujitamkia maneno mazuri, kwa kujiongelea vizuri, kubadilisha kabisa zile kauli zako mbovu juu ya maisha yako, juu yako wewe, kujiona kwamba hufai, labda wewe sio mzuri, au unaona kabisa mimi sina hela, siwezi kufanikiwa, mimi maisha yangu ni magumu, mimi nimerogwa, yaani mambo yale yote mabaya ndio ambayo unajiongelea wewe. Kwa hiyo inabidi kwanza ili uanze kujijengea imani lazima ubadilishe hizo kauli, hata kama ni utani. Usifanye utani unapojiongelea wewe. Yaani ni bora utanie kuhusu watu wengine lakini sio wewe. Kwa sababu unajua unachokitengeneza, unachotaka kukitengeneza ndani yako ni imani kubwa, na ukishakuwa na hiyo imani na kujiamini, basi unaweza ukafikiria vitu vyovyote vile ambavyo unataka kuvifikiria. Na kwa sababu tayari umeshajikuza ndani yako, umeshajiweka katika ule ukubwa, utaona kwamba vitu vingine vyote vinawezekana. Vitu vingi unaona vinashindikana, na kweli vinashindikana, ni kwa sababu wewe unajidogosha, hujipendi, hujipi ile thamani, hujiweki wa kwanza. Kwa hiyo anza kujiongelea vizuri, hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili ni kuchukua hatua fulani kwenye maisha yako ili uendelee kumtengeneza wewe yule bora. Mfano kama unataka pesa, unatafuta pesa, sasa unachukua hatua za kufanya vitu, angalau kuanza kufanya vitu fulani ambavyo unajua unahisi kabisa nikifanya hiki
kinaweza kanifikisha pale. Tena unaenda kwa kujiamini kabisa kufanya hivyo vitu. Na kama mfano ni masuala ya mapenzi, umefikia hatua hujiamini, unaogopa, unaona kwamba unamweka mtu mwingine juu sana, yani huyo ndio asipokuwepo yeye maisha yako yaendi, unamtetemekea, unahangaika kati yeye hana muda na wewe. Sasa inabidi uchukue hatua ya kuacha. Unaona, kwa hiyo kuna kuchukua hatua ya kufanya vitu. Mfano unatafuta pesa, unatafuta kazi, unataka kujenga afya yako ikae vizuri, utachukua hatua ya kufanya baadhi ya vitu ili kufikia kuwa wewe huyo ambaye unamtaka. Lakini kuna hatua zingine zinakuhimiza kwamba wewe uache vitu. Kwa kama ni mahusiano na sehemu unapatetemekea, unaogopa, lakini unaona kabisa mambo si mazuri, uchukue hatua ya kuacha kumbembeleza, kuacha kung'ang'ania, kuacha kukomaa, kupambania. Manake unavyovifanya vyote haviongezi thamani, vinazidi kukushusha, na jinsi anavyokutendea anazidi kusaidia kwenye fikra zako kuendelea kujiona kwamba wewe haufai. Labda unazidi kujiona wewe ni waovyo, hauna thamani, hauna maana. Kwa hiyo mambo yote kwenye maisha yako ambayo yanakufanya usiwe na imani juu ya vitu unavyovitaka. Unamtaka mpenzi wako fulani, lakini huyo mpenzi hayuko vile unavyotaka, tabia zake haziko vile ambavyo unatamani, hakutendei vile ambavyo unaona kabisa kwamba napendwa, unahisi kabisa upendwe. Kwa hiyo unaviacha ili uanze kujiweka wewe ukae sawa, ili uweze kujenga tena imani yako ikae vizuri. Na unafanya vitu vingine ambavyo vinawezekanika kwenye maisha yako, ili mradi tu urudishe ile imani ndani yako, kujiamini, kujithamini, na kurudisha ule ukuu na ile nguvu ya kuweza kuwa na fikra positive, ya kuweza kufikiria vitu katika uzuri. Manake uzuri huwa haukai na ubaya, havichangamani. Uzuri unakaa peke yake na ubaya unakaa peke yake. Japokuwa vyote tumeumiwa navyo, yani vyote vitapita kwenye akili yako, kwenye mawazo yako, vyote umepewa. Kwa hiyo ni wewe unachagua unasimama zaidi kwenye upande upi. Ukiamua kujiconfuse, basi ndio maisha yako yanakuwa hivyo. Mara unajiamini, mara unaona kwamba wewe haufai, mara unajichukulia poa, mara siku nyingine unajiongelea maneno mazuri, yani unajichanganya. Vitu haviwezi kutokea kama ukiwa hauna consistency. Yani lazima uwe unajihimiza, kuwe kuna mwendelezo. Yani sio leo umeamka vizuri unajiongelea maneno mazuri, kesho unaamka unasema mimi sifai, unaanza kujiongelea vibaya. Hapo kunakuwa hamna consistency. Kwa hiyo ni kama unachanganya positive energy na negative energy, zinaendelea kukung'ang'ania. Kwa hiyo ni lazima uamue sasa kwamba unachagua upande upi, na usimamie angalau mwezi mzima ukomae na huo upande uliochagua. Kama unachagua kujiongelea vizuri, na ujiongelee vizuri tu, na usifanye hivyo kwa ajili ya mtu. Ukifanya kwa ajili ya mtu utakuwa disappointed. Maana unaweza ukajikuta una siku 2, 3, 4 unajiongelea vizuri, unajitengenezea imani, alafu ukasikia yule mtu amefanya mambo mengine ya ajabu yakakukatisha tamaa. Ukaacha tena kuendelea kujiongelea vizuri. Kwa hiyo ni lazima kama unaamua kufanya challenge, ukubali kwamba wewe maisha ni ya kwako, na changamoto kubwa inaanzia kwenye fikra zako na mambo yanayozunguka maisha yako, yanayokufuata, vitu vinavyotokea. Wewe unachangia kwa 100%, na lazima ujue kwamba una uwezo wa kuzuia baadhi ya vitu. Of course tena ni vitu vingi. Ukiachilia mbali majanga yale ambayo yanatokea, lakini mambo mengine yote yanayohusu fikra zako, labda umesemwa, umeambiwa, umeona, yani vitu vinavyoingia kwenye fikra zako, au vitu ambavyo mwenyewe unavitafakari ndani ya fikra zako, bado una uwezo wa kuamua kipi kikae muda mrefu kwenye akili yako na kipi ukitoe. Una uwezo wa kuamua kipi ukipe focus kubwa, kipi uachane nacho. Kwa hiyo kila kitu bado ni kwenye
akili yako na fikra zako. Kwa matatizo mengi yanayotokea kwenye maisha yako unachangia kwa asilimia kubwa wewe mwenyewe, au wengine watakusababisha, lakini wewe unavyoyakuza kichwani, unavyoyapa umuhimu, unavyoyapa nguvu, ndio na yenyewe inakutawala na kukusumbua kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima uamue kwamba kuanzia leo mimi hivi vitu naviweka pembeni. Unachambua hayo mafaili kwenye akili yako kwamba haya mafaili ndiyo yameniumiza, lakini naweka pembeni. Siwezi kuyafuta, yapo lakini naweka pembeni. Sasa hivi focus yangu ni kwenye kujiweka niwe sawa, kujiongelea vizuri, kujitamkia mazuri, kujiinua, kujiangalia kwamba naendaje, kuamka asubuhi kujiangalia kwenye kioo na kujifurahia jinsi nilivyo, kuhakikisha nakula vile nachoweza kukipata lakini nakifurahia, nafanya vile vitu ambavyo vinanifurahisha. Focus yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba najiongezea furaha. Unaamka asubuhi unasema nataka siku yangu yote leo iwe na furaha. Niambiwe nini, nikutane na nani, lakini nitahakikisha kwamba nina furaha. Kwa sababu lengo langu ni kuikuza furaha na kukuza mawazo mazuri kwanza kwenye akili yangu, ili hayo mawazo mazuri yaweze kuzaa hisia nzuri. Na yazae hisia za furaha, hisia za utulivu ndani yangu, niwe na amani. Kwa sababu ili nifanikiwe kwenye chochote ambacho nakitaka, kwenye mambo yote ninayoyafikiria, ni lazima niwe na utulivu sana wa fikra, utulivu wa nafsi, na roho yangu ndani ichanue. Unajua kabisa kwamba huwezi kufanikiwa vitu kama roho yako ndani imejikunja, imesinyaa. Na wala huwezi kusema unategemea Nina au mtu mwingine yoyote, mpenzi wako, sijui wazazi wako, ndugu zako, ndio waje wakupe hiyo furaha. Yaani hicho ni kitu very personal. Furaha yako ni yako mwenyewe. Ndio wao watasababisha, kuna vitu watavifanya vitakupa furaha, lakini wakiamua asivifanye, maana na wewe furaha yako inapotea. Usijenge furaha yako juu ya watu. Kama ni mpenzi, sasa unategemea mpenzi akutumie message ndio uwe na furaha. Hiyo furaha haitadumu, na yeye hawezi kufanya vile exactly kama vile ambavyo unataka. Maana yeye hayupo kwenye akili zako, hajui ni nini ambacho unakifikiria. Cha msingi ni kwamba wewe uweze kujicontrol kwamba nipate message yake, nisipate message yake, lakini furaha yangu mimi ni constant, imekuwa iko pale. Lazima, inawezekana. Ukiwa kwenye changamoto umeshajiweka kwenye negativity sana na mawazo mabaya, unaweza kuona kwamba ni ngumu sana wewe kukaa kwenye furaha tu kwa muda mrefu. Yaani maisha yako yakaenda bila huyo mtu, kwa sababu umejiweka tayari kwenye hizo negativity. Lakini ukiweza kuchomoka hapo na kuwa katika hali yako ya kawaida, utakumbuka tu kabla ya kuwa na huyo mtu ulikuwa na furaha, ulikuwa na maisha yako. Yaani ni kwamba hii uliopo sasa hivi upo kwenye addiction, umejiattach kwa mtu kiasi kwamba unaona kwamba huyo yaani ndio kama uhai wako, ndio maji yanayokupa uhai, kwamba yeye asipokuwepo unakuwa hauna furaha. Kwa hiyo shida kubwa wala sio yeye. Yeye amechangia kwa sababu amechangia kwenye hiyo addiction, lakini bado tatizo kubwa liko kwako wewe mwenyewe. Lazima ujifunze kujitenga, kujiweka mbali, ujitengeneze kwanza wewe, urudi kuwa yule mtu ambaye uko sawa, na mtu ambaye anafikiria vitu tofauti tofauti, na mtu ambaye anaelewa maisha kwamba hajaja duniani kwa ajili ya kitu kimoja tu. Kuna vitu vingi vya kufanya, na uweze kugawanya fikra zako katika hali hiyo. Ujue kwamba kuna vitu vya kufanya vingi, kwa hiyo kitu kimoja tu kisikuendesha na kukunyima furaha. Ukiweza kujitengeneza hivyo, utaikuza imani yako. Utafikia hatua ya kuwa na matarajio juu ya vitu ambavyo havionekani na vinatokea. Najua pia ishawahi kutokea. Kuna kipindi umewaza vitu na vikatokea vile ambavyo uliwaza. Whether ni vitu vibaya au vizuri vilitokea, ni kwa sababu ya jinsi ambavyo ulikuza hiyo imani ndani ya mawazo yako. Kwanza ulifikiria, alafu hiyo imani ikakua, hizo hisia zikakua sana. Yaani ukuwa na shaka wala hofu juu ya kile kitu ambacho ulikifikiria. Kwa hiyo ukishakuwa hivyo, tayari unaweza kuona future. Unaweza kuattract vitu vikatokea kama vile ambavyo unafikiria. Unaweza hata kuviota na vikatokea kama vile ambavyo umeota.
unaweza pia ukapata maono tu, yani ukawaza kitu ghafla kikakujia kwenye akili, ukawaza alafu kikatokea hivyo hivyo. Ni kwa sababu tu ya ile imani bila shaka, na vitu vingi tayari umeshavi experience, vinatokea vile vile ambavyo unawaza. Sasa kitu kibaya ni kwamba vitu vingi ambavyo vinatokea ni vitu vibaya, kwa sababu akili yako unawaza mambo mabaya zaidi. Kwa hiyo mambo mabaya unapokuwa ukiyawaza yamekaa vizuri na kucontrol, ni rahisi pia kuamini kitu alafu kikatokea. Ni rahisi pia kukutana na vitu ambavyo vinakuumiza, kwa sababu unaviattract, vinakuja. Mawazo yako si hapo kwenye ubaya, kwa hiyo ni rahisi kukutana na vitu vibaya. Ubaya unafuata ubaya na uzuri unafuata uzuri. Huwezi kukaa unawaza mabaya afu ukatarajia kupata vitu vizuri, yani ukaattract vitu vizuri vije kwenye maisha yako. Utaendelea kuvuta mambo mabaya na kuattract vitu vibaya, kuona maono ambayo ni mabaya, kuota ndoto mbaya, yani kila kitu kibaya, kwa sababu ubaya ndio unaoongoza kwenye fikra zako. Binadamu ndio ni binadamu, lakini ni kiumbe ambacho ni kiumbe cha kiroho. Yani hata ule uwepo wetu tu kwenye maisha, kila kitu ni kitu cha, ni mambo ya kimiujiza. Yani ukisema uanze kujitafakari ndani, Mungu yuko wapi, Mungu ni nani, wewe umekujaje, umeumbikaje, yani roho yako, kwa nini mtu akifa anaenda wapi? Ukiwaza hivyo vitu vyote, utagundua tu kwamba kila kitu kinatokea kama miujiza. Yani vitu vimekaa kiroho. Ndio tunaviona vitu, lakini vina chanzo ambacho hatukifahamu vizuri. Kwa hiyo kuna mambo ya kiroho. Ninavyosisitiza kuongelea kwamba mambo ya kiroho, lengo langu ni kwamba ujue jinsi unavyofikiria vitu unavivuta vitokee kwenye maisha yako. Vinazidi kutokea kwa sababu wewe ni kiumbe wa kiroho. Una mwili lakini una roho. Roho ni nguvu tu, lakini ni nguvu kubwa. Haishikiki, haionekaniki, lakini ni nguvu inayoleta vitu kwenye maisha yako. Ni nguvu inayoongoza maisha yako. Kwa hiyo wewe ni kiumbe wa kiroho. Usiwaze mabaya, manake pia una attract mabaya. Rekebisha fikra zako, rekebisha mawazo yako, yatawali zaidi yale ambayo unayataka. Yani roho yako, nafsi yako na fikra zako ziwe katika mstari unaofanana, yani ziwe kwenye alignment. Isiwe kichwani unawaza kushindwa, moyo wako unatamani vitu vizuri ambavyo hivyo unavyofikiria, lakini muda wote umenyongonyea, huna furaha, roho yako imejikunja, inaumia. Hiyo ukikaa unaumia, unalia, unasononeka, yani sio kwamba itabadilisha kitu kwenye maisha yako au itafanya watu wanaokuumiza waumie. Haitabadilisha chochote. Yani lazima uwe matured enough kujua kwamba mambo mabaya unayowaza, vilio unavolia, huzuni, manunguniko, masononeko kwamba nimefanya hivi kwenye maisha yangu, nimejitoa, nimefanya hiki na kile juu ya huyu mtu, lakini leo ananifanyia hivi. Yani hayo yote yani sio fimbo itakao mchapa yule mtu aliyekufanyia ubaya. Hayo yote sio vitu ambavyo vitabadilisha maisha yako. Hayo yote ni kwamba unaendelea kujikusanya na kukaa kwenye ubaya. Unachokiwaza ndicho kinachotokea kwenye maisha yako. Yani lazima ufike hatua uelewe hiki na ukiamini kwamba ndio kipo hivyo. Maana ndio ukweli wenyewe. Kwamba ukikaa unaumia, hata kama umeonewa sana kweli, umeumizwa, umenyanyasika, lakini hiyo tayari ni habari ya past. Yani ulinyanyaswa jana, ulinyanyaswa mwaka uliopita, ulinyanyaswa mwezi uliopita, ni vitu vya nyuma. Kwa hiyo lazima ukiwa unataka mabadiliko yaanzie sasa hivi, ufikirie kuanzia sasa hivi kwenda mbele. Unataka nini? Utakiwa kung'ang'ania vitu ambavyo vimetokea. Kwa hiyo lazima ubadilishe fikra zako. Na kwa sababu umepitia uchungu labda na mateso, manyanyaso, huzuni kwa muda mrefu, lazima akili yako imejikunyata kwenye uchungu na maumivu na mawazo hasi. Kwa hiyo
kazi ulionayo sio kutafuta watu wengine waje kukusaidia kuondoa huo uchungu na wakupe furaha ndogo ndogo ili ujisikie vizuri. Kazi ulionao ni kuondoa mawazo yote hayo hasi kwenye akili yako. Kuondoa hizo hofu, kuondoa mawazo kwamba wewe ni mtu kushindwa, wewe una bahati, wewe huna nini. Yaani dunia, kila mtu yupo huru. Kila mtu, hakuna anayejua kesho. Kila mtu yupo huru na kesho iko free kwa kila mtu. Inategemea tu wewe unawaza nini sasa hivi. Unategemea unajenga vipi fikra zako ili uweze kuchota yale mazuri ambayo yamejaa kwenye ulimwengu wa kiroho. Yale mazuri yasiyoonekana. Ili kesho yako iwe ya furaha, lazima uchote huko kusipoonekana. Na ili uchote lazima kwanza ujenge fikra zako zikae vizuri. Sio jambo rahisi na ndio maana sio wengi wanaofanikiwa. Ni jambo gumu, lakini ni jambo ambalo linatakiwa ulipe mkazo. Ndio maana nimesema uwe na consistency, kwamba ukianza kwamba ni mwezi mzima unajilazimisha kujiongelea vizuri, ni siku 7 unajilazimisha kufanya mambo mazuri, mambo sahihi kwa ajili yako, basi hakikisha vinaenda hivyo hivyo na usiruhusu vitu vingine vikuingilie. Badilisha fikra zako na ukae katika mstari ambao ni sahihi kwenye fikra zako ili uweze kuattract, kuvuta kwako na kuchota vile vitu visivyoonekana ambavyo unataka vitokee, uvimanifest kwenye maisha yako. Vitu ambavyo roho yako, moyo wako unavitamani. Kwa hiyo lazima ukae kwenye alignment, ukae kwenye mstari mnyoofu kati ya fikra zako, nafsi yako, roho yako, yani vitu visipishane. Hapo ndipo utakapoanza kuona unakaa sawa, imani yako inakuwa kubwa, unajiamini na vitu vinatokea kama vile ambavyo unaviamini na unapata maono mazuri kwa sababu fikra zako ni nzuri, unaota ndoto nzuri na vitu vinatokea hivyo hivyo kama vile ambavyo wewe unawaza kwa sababu fikra zako zipo vizuri. Yaani huna stress, hubabaishwi na mambo mengine, watu wanafanya nini, sijui nini. Hivyo upo kwenye mstari mnyoofu. Umekaa kwenye lile duara ambalo linakuunganisha wewe kwa maana ya moyo, nafsi yako, roho yako, akili yako, hisia zako, zote zipo katika uzuri. Kaa kwenye uzuri. Kwa sababu kama nilivyokuambia, hayo mabaya hayabadilishi chochote. Unayoyawaza hayana chochote cha, yani ni kama tu ni vitu ambavyo havina umuhimu kabisa kwenye maisha yako. Kwa hiyo waza vitu ambavyo vina umuhimu, waza vitu ambavyo unataka vitokee, waza vitu ambavyo vinakujengea imani, vinavyokupa nguvu na kukufanya tena urudishe nguvu yako kubwa ile ya kuvuta vitu vizuri kuja kwenye maisha yako. Niamini umejifunza kitu. Basi like hii video, weka comment yako hapo kama umenielewa na umejifunza kitu cha msingi. Sema umejifunza nini hata kwa ufupi. Lakini kama wewe hujasubscribe channel yangu, basi subscribe ili nikiposti tena uendelee kujifunza. Alafu pia gusa kengele ili upate taarifa pale nitakapo upload video yangu nyingine. Ciao.